zipatikane swala za sunna mule ndani, nyumba iingiliwe na baraka. Asadisa, mas'ala ya 6, hathuhu ala nafilati fil bait, himizo lake. Hathuhu, himizo lake. Tumepata katika huu mlango kwamba mtume ametuhimiza jambo. Katika faida ambazo tumezipata kwamba mtume ametuhimiza jambo sallallahu alaihi wasallam. Katuhimiza jambo gani? Hathuhu, himizo lake, ala nafilati, juu ya kuswali swala za sunna. Nafila ni swala za sunna. Fil baiti, nyumbani kwetu. Fil bait, nyumbani. Mtume amehimiza waislamu waswali swala zao za sunna nyumbani, kwa maana wasiziache nyumba zao zikawa hazina swala mule ndani, haziswaliwi. Zipatikane swala za sunna mule ndani, nyumba iingiliwe na baraka, nyumba iingiliwe na kheri, nyumba iepushiwe shari, nyumba ikimbiziwe mashetani, maibilisi na mengineyo. Hili tumelipata wapi? Katika mlango ukisoma unakumbana na ile hadithi inasema, kipande cha hadithi, wala taj'alu buyutakum qubura, wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Ukiambiwa usifanye nyumba yako kuwa ni kaburi, kuna kusudiwa nini? Kuna kusudiwa moja ya mambo mawili. Kwanza, msizikane majumbani mwenu. Hii ndio maana ya kwanza ambayo inaingia, msizikane majumbani mwenu. Hakizikwi ndani ya nyumba, kwenye ua, kwenye kadha, ila kipomoko kinachopomoka. Nani anajua kipomoko? Kipomoko ni nini? Mimba ambayo haijafikisha kipindi cha kupuliziwa roho, miezi 4. Kifika miezi 4 ile mimba inapuliziwa roho, watumiwa malaika, anakwenda kuipulizia roho. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa maana kinatoka kuwa ni kiumbe kimeshakamilika, lakini inapokuwa hakijakamilika kile kiumbe, mamoja ni miezi 4 au pungufu yake, yani kikitoka, huwezi kusema huu hapa ni mkono, hapa pana nini, hii hapa ni nini. Basi ni kitu tu kimetoka, kimeanguka. Madaktari wanajua hapo. Dokta, kinatoka jitokaje kile ambacho kwamba kinakuwa hakijafikia hivyo? Kinakuwaje? Hebu tu hadithi kidogo. Inakuwa kama pande la nyama, haifahamiki kichwa kiko wapi wala mguu uko wapi. Hiki sasa yaruhusiwa kukifikia nyumbani kwako, ukachimba shimo ukakitumbukiza, dhahiri. Lakini anapotoka kama ni kiumbe kamili, kina miguu, kina kadhaa, hapana, hiki kinapelekwa makaburini, dhahiri. Kwa hiyo inaposemwa kwamba msijaalie majumba yenu kuwa ni makaburi, katika maana zake 2 kuu, msizikane majumbani mwenu. Wakasema baadhi ya ahlul ilmi,
jambo la kuruhusika kuzikana nyumbani liko kwa mitume peke yao na manabii basi. So wewe mzika nyuma ya ua wa nyumba, nyuma ya ua wa nyumba, nani? Nabii Mwamposa, nabii nani sijui? Manabii hao wanapewa. Kuna mitume siku hizi huku, kuna mtume nani balaa, sijui wao mtume wanamchukulia mtu gani kwenye dini nyingine. Sisi kwetu mtume ni kitu kikubwa, yaani mpaka uitwe wewe huyu ni mtume. Na utume kwetu umekwisha, umekatika, hakuna tena mtume, hakuna utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakayekuja akisema mtume tutasema mtume wa uongo, atakuja atasema yeye nabii wa uongo huyo, kama vile nabii wa Mkuranga yule, nabii wa huko Kibaha, nabii wa uongo. Dada mmoja hivyo Kizanzibari naye alidai kwamba ni nabii, vijana wale wakamtafuta akakimbia, akachukua hifadhi si Uingereza wapi. Sababu kuna watu wakamwambia nabii tutakuona sasa, sababu nabii anakingwa na malaika. Sasa tutakuona sasa, maana tutakuvamia, tutakuonyesha tuone wewe nabii wako. Akakimbia, na huenda alikuwa anatafuta tiketi ya ukimbizi kuna zake Ulaya. Mimi nabii nataka kuniua wewe, akimbia balozini basi kwenda zake Ulaya, kwenda kula mabaga huko na mapiza. Kwa hiyo haziko kwenye nyumba ila nabii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mitume wanapokufa hawabebwi kwenye majeneza hivi, tunawabeba tuwampeleka nani? Nabii Muhammad ndio ametutoka. Pale pale anapofia ndipo pale pale anapozikwa, na pale alipozikwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo pale pale alipofia. Kitanda chake kama godoro lake, chini yake pakachimbwa kaburi lake. Inatajwa, ilikuja hadithi Allahu aalam sahihi wake kwamba hachukuliwi nabii mahala ila ndipo anapotaka Allah azikwe nabii wake huyo. Asiyekuwa nabii, asiyekuwa mtume anakwenda kuzikwa kwenye sehemu iliyotengwa kwa ajili ya mazishi, na kuna kheri kubwa anapokuwa amejumuishwa na wenzake, kwa sababu wakija watu kuja kuzika, wakileta pale maiti mpya, wako ambao wataingia na salamu, wako ambao kwamba wataingia na dua, atapatwa na dua za Waislamu wanaokuja kuwasalimia watu. Sasa mtu anazika kwenye kipande cha shamba lake huko, wapi? Shambani kwake huko, tunampeleka kwenye shamba lake, yuko peke yake. Nani atakayemzuru huko na kumtembelea? Nani atakayekwenda kumwombea dua na maghfira na msamaha na rahma? Nani? Lakini kwa Waislamu wenzako, makaburi, watu wanakuja kila siku, watu wanazikana hapo. Wako watakaokuwa wanajua kwamba ukiingia kwenye makaburi anza na salamu, waombee dua. Katika wale waliokuja kuzika. Lakini kadhalika sio tu kuja kuzika, wako ambao watatoka makwao mguu mosi mguu pili, hata kama haendi kuzika, kwamba anakwenda kwenye ziara, kwenda kuzuru makaburi. Ni ziara ya kiibada na ina malipo na thawabu, atakuja pia huyo. Wako pia hao kama wanakuja kuzuru, kifika pale anasalimia assalamu alaykum dara qaum mu'minin, na katika ambao kwamba ataomba sallallahu lana wa lakumul afia na mfano wa haya dhahiri. Maana ya pili ya kuto kuyafanya majumba kuwa ni makaburi ni kwamba tunatakiwa tuswali kwenye majumba, kwa sababu makaburini ndiyo maeneo ambayo hayaruhusiwi watu kuswali. Kwa ukiambiwa msisifanye nyumba zenu kuwa makaburi, yani mkaacha kuswali kama kule makaburini, nyinyi kwenye majumba yenu swalini. Hiyo ni maana ya pili ambayo
tumeipata katika masala haya ya 6. Mtume amehimiza watu kuswali swala za sunna majumbani. Na zikaja hadithi nyingine, bora zaidi ya swala atakayoswali mja ni swala ya sunna atakayoswali nyumbani kwake. Bora zaidi ya swala ni ile ambayo mtu ataiswali nyumbani kwake, illa almaktuba, isipokuwa swala ya faradhi. Hii ni hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bora zaidi ya swala ni ile itakayoswaliwa nyumbani na mtu, illa swala ya faradhi. Kwa sunna kuiswali msikitini na sunna kuiswali nyumbani, bora zaidi kuiswali wapi? Nyumbani, ile ambayo labda utawahi nyumbani. Sababu huwezi ukatoka Kariakoo ukasema baadia ya magharibi, raka 2 za baada al-maghrib, insha Allah nitakwenda kuswali kwangu nyumbani huko Kibaha. Wakati Kibaha utaingia saa 6 au saa 5 au saa 3. Hasa hiyo ni baadia gani? Haiwi baadia tena hiyo ya magharibi. Baadia ni ile ambayo inaswaliwa baada ya sala kwa kitambo kidogo, lakini mpaka imeingia wakati wa isha, alafu wewe wasema na baadia yangu ya baada al-maghrib nitaiswali Kimara kutoka Kariakoo. Kwa hiyo ikiwa kwa mazingira ni mbali, swali msikitini, au mazingira ni ya karibu lakini nyumbani kuna mambo mengi, kuna watoto, vurugu, zahma, hutakuwa na khushui kadha, au nyumba ya kupanga muziki, jirani yako chumba cha pili anapiga, chumba cha pili kuna kijana msela huyo amefungua muziki wake, vurugu, ataka watu wote wasikilize ule muziki, kiasi kwamba hata ukiswali hujisikii ile khushu' au unyenyekevu. Swali msikitini. السابعة، مسألة 7، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. katika faida ambayo tumeipata kadhalika katika mlango, annahu mutaqarrirun indahum, ni kwamba ni jambo ambalo kwamba lilishawapitikia wao, annahu la yusalla fil maqbara, kwamba hairuhusiwi muislamu kuswali makaburini. Hili ni jambo mutaqarrirun indahum, yani limepita kwa wao, wanalifahamu hilo ya kwamba makaburini hakuna kuswaliwa. Hilo tumelitoa wapi? Faida hii imetoka wapi? Katika kauli yake Mtume, la taj'alu buyutakum qubura, msiyajalie majumba yenu kuwa ni makaburi. Kwa maana msiache kuswali kwenye majumba yenu. Mpaka akawaambia hivi kana kwamba tayari ni jambo walishalielewa kwamba makaburini hakuswaliwi, ndio maana akawaambia haya maneno. Tumeelewana vizuri hapo? Yani mpaka akasema msijalie majumba yenu kuwa ni kaburi, kwa maana msiache kuswali katika nyumba zenu. Kana kwamba mpaka akawaambia hivi, msiache kuswali kwenye majumba yenu mkawa mmeyafananisha na makaburi, kana kwamba walishaelewa masahaba kwamba makaburini hakuswaliwi. Ndio maana akaja kuambia msiyajalie majumba yenu kuwa kama makaburi. Vipi? Si mlishaelewa makaburini hakuna swala? Basi na majumba yenu nayo msiyafanye makaburi. Yani mpaka kawaambia hivi, maana yake kuna ilmu tayari wako nayo masahaba ya kutokufaa kuswali makaburini. Dhahir. Uliza, kama msikiti mbele yake kuna kaburi, yani mbele ya msikitini hapa, ukuta huu mbele yake kuna kaburi, hairuhusiwi kuswali ikiwa kaburi lipo kwenye ardhi ya msikiti. Ikiwa kaburi lipo kwenye ardhi ya msikiti, kwamba ardhi hii ya msikiti na ardhi hii ya kaburi na ardhi hii moja inamilikiwa na mmiliki mmoja, yamilikiwa na msikiti, haitofaa. Lakini kama kaburi liko labda nyumba ya jirani,
Ukichungulia kwenye ukuta unaona uwani kwa jirani kuna makaburi, hutozuilika kuswali kwa sababu kaburi lipo kwenye ardhi nyingine, sio kwa ardhi ya msikiti, kwenye himaya na milki ya mwingine, sio kwenye himaya ya msikiti. Upo hapo? Asante. Athamina, jambo la 8, ta'lilu dhalika bi anna salata ar-rajuli wa salamahu alayhi yablughuhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba. Ta'lilu dhalik, sababu ya hilo. Sababu ya hilo lipi? Hilo la kwamba mtume amekataza sallallahu alayhi wasallam, kuwakataza waislamu wasilifanye kaburi lake kama vile Idi, mara kwa mara wanaliendea. Ta'lilu dhalik, sababu ya katazo hilo, bi anna salata ar-rajuli wa salamahu alayhi, kwa sababu swala ya mtu na salamu ya mtu, kumswalia mtume Muhammad na kumtakia amani, si lazima uende kule kwenye kaburi lake. Yablughuhu, hivi vitamfikia, wa imbauda, hata kama huyo mtu yuko mbali, huna sababu ya kufunga safari. Kama unataka kumswalia na kumtakia amani, kama ilivyokuja katika aya ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, wakawa wamekaa Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim. Maneno haya ya kumtakia swala na salam yanamfikia hata kama uko mbali. Hakuna haja ya kukithirisha ziara mara kwa mara umekwenda mara umerudi. Kama ni kumsalimia na popote ulipo kumfikia salamu zako. Fala hajata, hivyo hakuna haja, ila ma yatawahamuhu man arada alqurb, kuyaendea yale ambayo wanayadhania wale watu wanaotaka ukaribu wa kuyafanya hayo, wawe karibu na kaburi la mtume. Hakuna haja ya yale yanayodhaniwa na wale wanaotaka ukaribu huo, kwamba anadhani kwamba swala yake akimswalia mpaka awepo pale. Hapana. Ndio maana yule mjukuu wa Ali alipomwona yule bwana ameingia kwenye chumba chenye kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, hukuwa na haja ya kuja hapa, wewe uliye hapa Madina na yule ambaye yuko Andalus, Spain, nyote mkimswalia mtume mko sawa. Nyote mkimswalia mtume mko sawa. Yule wa Andalus sala yake yafika hata kama yuko mbali. Kwa hiyo wewe hata ukiwa nyumbani kwako sio lazima uingie hapa kwenye kupitia hii tobo lililokuwepo kwenye ukuta wa chumba chenye kaburi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kwa nini mpaka uje hapa unatumbukia hapa, fanya nini? Wewe katika hili ni sawa na mtu ambaye yuko Andalus. Kaa tu nyumbani kwako msalie. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Msalie popote utakapokuwa, si lazima uje hapa. Dhahiri. التاسعة la 9 na la mwisho katika masail, kaunuhu sallallahu alayhi wasallam fil barzakhi tu'radu a'malu ummatihi
sallallahu alayhi wasallam alayhi, kuwa yeye katika maisha ya barzakhi, kuna maisha ya duniani haya ambayo sisi tupo leo hii, hatupo na wenzetu, wao wameshatangulia, wapo kwenye maisha mengine yanaitwa maisha ya barzakh. Barzakh, maisha ya makaburini. Maisha ya makaburini ni maisha anayoishi kila aliyetoka kwenye maisha ya dunia. Mamoja awe amezikwa kwenye kaburi, au hajazikwa kwenye kaburi, ameliwa na chewa, tunasema huyo yuko kwenye maisha ya barzakh. Au hajaliwa na chewa, samaki alipigwa bomu akasambaratika kila kiungo chake na majivu kabakia, huyo muda wa kuwa hayupo kwenye maisha ya dunia, yupo kwenye maisha ya barzakhi kwa namna anayojua Allah. Aliyeliwa na chatu au sawaka, huyo yupo kwenye maisha ya barzakhi. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yupo kwenye maisha ya barzakhi, ni maisha baada ya maisha ya dunia, na ni maisha kabla ya kufika kwenye maisha ya akhera. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, mbele yao kuna kizuizi mpaka ifike ile siku watakayofufuliwa. Kwa hiyo dari wanasema ziko tatu. Kuna daru dunia, nyumba ya dunia, ndio hii tunayoishi sisi. Alafu kuna darul barzakhi, ya wale waliotoka kwenye nyumba hii wako kwenye nyumba ya pili. Alafu kuna darul akhirah, darul akhirah. Darul akhirah ni ya wale watakaotoka kwenye nyumba ya pili, kwenye darul barzakh, wataingia kwenye darul akhirah, na ndio ya mwisho hiyo. Tumeelewana vizuri? Ndio maana haifai Kiislamu kusema kwamba maiti wetu huyu tumeshamweka kwenye makazi yake ya mwisho hapa. Yale sio makazi yake ya mwisho. Muislamu hasemi maneno haya kwamba tumempeleka ila mathwahu al-akhir, kwenye makazi yake ya mwisho ya kudumu. Pale sio makazi yake ya mwisho ya kudumu, pale bado yule pale atasubiri baragumu na parapanda litapulizwa. Sisi Waislamu tunaitakidi hivyo. Hata manaswara huwasikia wakisema sema kwenye baadhi ya minasaba yao, parapanda litapulizwa, sio parapanda, maana yake na wao pia wanasubiri parapanda. Alafu wanatakidi kwamba kuna uzima wa milele, si ndio? Pepo ya Allah tabaraka wa taala, ima uingie peponi au uingie motoni. Kwa hiyo daru ziko tatu: daru dunia, darul barzakhi na darul akhirah. Wengine wakasema ziko nne. Nyingine ni ipi? Alikuwa kwenye tumbo la mama yake, yale ni maisha mengine yani. Akatoka kule akaingia kwenye darul dunia, akatoka kwenye darul dunia akaingia kwenye darul barzakh, akatoka kwenye darul barzakh akaenda kwenye darul akhirah. Baadhi wamesema pia na haya, lakini kwa jumla daru ziko tatu: daru dunia, sababu hiyo daru ambayo ni nyumba ya tumbo la mama bado iko duniani. Kama hatahusika yeye na vya duniani, atahusika mama yake, atapumua, atafuta oxygen, sio hivyo, na mengineyo. Kaunuhu, kuwa kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fil barzakhi, kwamba yupo kwenye maisha ya barzakhi, ya kaburini. Tu'radu a'malu ummatihi sallallahu alayhi wasallam alayhi, anafikishiwa matendo ya umma wake. Matendo gani anafikishiwa? Swala zetu tunapomswalia, kuna malaika wanamfikishia swala zetu, wanaonyeshwa fulani huyu amekusalimia,
fulani huyu amekuswalia, amekutakia amani kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Haya anafikishiwa, anaoneshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi iliyoje ukatumia fursa siku ukakaa unamswalia mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Unaona vizuri hapa, tunarudia kusema kwamba watu wanadhani tunapokataza maulidi yale ya kupiga dufu, huyu anaimba yule anacheza wale wanarukaruka, akadhani kwamba sisi hatutaki mtume aswaliwe. Hatukatazi sisi ahla sunna mtume kuswaliwa. Wamkatazaje mtu kufanya jambo ambalo ameelekezwa na Mola wake kwenye Qur'an? Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wamkatazaje mtu kumswalia mtume wake? Sisi tunakataza hii kaifia na namna ya kumswalia hii, kwamba watu wanacheza ruka, wanaimba kadhaa, wanawake na wanaume wakapitwa na swala na vitu kama hivyo. Hili halipo. Mchanganyiko, ikhtilat الرجال والنساء, wanaume na wanawake, hili halipo. Watu wakaimba makasida mengine ya shirki, mengine ya kadha, hili halipo. Makasida mengine yameimbwa na waimba tarabu wa Misri kina Kulthum, na wao wanaimba huko kwenye maulidi. Kasida za kina Kulthum, waimba tarabu wa Misri ziko maulidini, ambaye wasifu Mtume Muhammad. Kasida nyingine cha kufuru, li khamsatun, ni kasida wanaimba kwenye maulid. Li khamsatun udfi bihim nar aljahim alkhadima almustafa walmurtada wabnahuma wa Fatima. Na asili yake wameitoa kwa Mashia, wao wanajimbia imbia tu. Maana yake mimi ninao watu wangu 5, nitauzima moto wa jahannam kupitia wao. Kwani ambaye moto wa jahannam umeandaliwa na mtu kwamba isikawasha moto mimi nitauzima, nitamwagia maji? Kwani umewashwa na mtu? Kwani umewashwa kwa hizi kuni zetu hizi, miti ya 140 sio miti ya kadha, ikamwagiwa mafuta yetu ya petroli? Mtu wa jahannam ameukoka Allah subhanahu wa ta'ala, ameuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake sasa wewe Allah ameumba moto wake awaadhibu waja wa makosa yao, alafu wapatikane hawa waja wanazima ule moto wa Allah. Maana yake Allah akashindwa kuzuia ule moto wake usizimwe. Anasema yeye ana watu wake 5 atazima moto wa jahannam kupitia wao. Wa kwanza ni al-Mustafa, wa pili ni al-Murtada, wa binahuma, na watoto wao wawili, yani al-Hasan wal Husayn, wa Fatima, na watano ni Fatima az-Zahra. Watu wameshindwa kuuzima moto wa lori huo bado, ije kuwa moto wa Allah tabaraka wa taala. Haya yote yanaimbwa kwenye makasida, ni makasida yanaimbwa kwenye maulidi. Hivyo kulielewa hili la 9 kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo kwenye barzakhi na kwamba anafikishiwa matendo ya umma pale wanapomswalia. Na hili tumelipata wapi? Tumelipata katika hadithi iliyopo ndani ya mlango huu tuliomaliza, fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, kwani hakika salamu zenu zinanifikia popote mlipo. Anafikishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhahiri tumemaliza mlango, tumemaliza masail, alhamdulillah. Mlango ambao uko mbele, babu majaa anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan. Mlango ulikuja kubainisha kwamba baadhi ya umma huu wanaabudu mizimu, wako watu wanaabudu mizimu. Ndio mlango ambao uko mbele yetu, tutauanza kesho biidhnillahi al-karim.
walhamdulillah. Adhini muadhin. Naam, kuna mtu ambaye hajaelewa jambo, kuna mtu mwenye swali katika haya tuliyosoma, fali yatafaddal akaribie. Naam, tafadhali. Naam. Naam. Swali lake anauliza ndugu yetu, kwa wale ambao wanatusikiliza huko kwenye redio na hawajasikia swali. Anauliza kwamba tumeona haifai kuzikana kwenye majumba, katika maana ya kwamba msijalie majumba yenu kwenye makaburi, ni tusizikane majumbani. Kama jambo liko hivyo, isipokuwa mitume na manabii, kama jambo liko hivyo, anaweza kauliza mtu, sasa vipi Abu Bakar na Umar na wao sio mitume wala sio manabii na wamezikwa kwenye chumba kile kile alichozikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yawaje na wao sio mitume wala sio manabii? Kuna athar wanahitaji, Allahu a'lam bisihhatihi, kwamba alielekeza azikwe na masahiba zake wawili, Abu Bakar na Umar. Kwa nini? Kwa sababu hawa wawili walikuwa ni mawaziri wake wakubwa, ambao nusura ya Uislamu, kuenea kwake, kusambaa kwake, baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa mabwana wawili walikuwa na mchango mkubwa kabisa, Abu Bakar na Umar. Mpaka nyinyi mnakumbuka vile vita vinavyoitwa vita vya Uhud. Makafiri kina Abu Sufyan wakati ule radhiallahu anhu walipopiga Waislamu katika vile vita, wakawa wamehisi kwamba Muhammad ameshakufa, sababu ilisikika hiyo sauti kwenye mapambano kwamba Muhammad amekufa. Shetani tu aliamua kupiga ukelele, alidhoofisha jeshi la Waislamu. Yani mkiwa mnapigana alafu mkaambiwa jemadari wenu amekufa, ameuawa, mnavunjika nguvu wanajeshi. Kwa ni tekniki ya kivita. Akaweza kweli, mmoja katika masahaba akawa ameangusha silaha chini akisema, in mata Muhammad falima uqatil, kama Muhammad kafa napigania nini sasa? Mwenye dunia yake kashakufa. Akaambiwa na mmoja wa masahaba, kama kweli kafa, chukua silaha, pambana, fia kwa lile alilofia. Kwa hiyo baadaye ukipita kutulia, Abu Sufyan akawa anauliza kwa mbali Waislamu wao ambao walikuwa majeruhi, ambao walikuwa wamejificha, wanawavuta wenzi wao na kuandaa, mko naye Muhammad huko? Anataka kuhakiki ile sauti au yale yaliyosemwa au yale mazingira yaliyotokea kwenye vita vile, sababu aliandaliwa mtu maalum, akafunzwa kurusha mkuki kwa muda mrefu, lengo amuue Muhammad. Anaitwa Wahshi, kaandaliwa kweli, akarusha mkuki ule, amemlenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba Mus'ab bin Umair radhiallahu anhu akajirusha yeye mbele ya Mtume kumhami. Anaona mkuki ule umelengwa na rushwa, anajiweka yeye mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mkuki, yani bora upigwe bunduki mara 1000,
sio mkuki, yani sio zile silaha za jadi. Ndio muelewe kwamba watu walipita kwenye mazingira magumu kabisa, ndugu zetu masahaba radhiyallahu anhum. Sisi hatuna kubwa la kuwaambia zaidi ya kuombea kwa Allah radhi. Kwa hiyo umeshindwa pia kuombea radhi, basi watetee unapotukanwa na mashia, simama kidete. Kazi hizo walizifanya, maslaha ya jadi, maslaha hatari kabisa. Pigwa panga kama vile nyama ubuchani, panga la kisogo. Ndio maana ikitokea matukio kama haya huku, unaambiwa mtu amemuua mwenzake kikatili, kamuua kikatili. Almuhim akajirusha yeye pale mbele, mkuki ukamwingia tumboni kwake, ukatoka nyuma ya mgongo. Mtume anamshikilia Mus'ab, anakatika Mus'ab, anakufa mbele ya macho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair, balozi wa kwanza katika Uislamu, aliyetumwa na Mtume kutoka Maka aende Madina kabla Mtume hajahama Madina, aende akawafundisha watu wa Madina dini ya Kiislamu. Mus'ab, mtoto wa kitajiri, ametokea kwao Maka. Alikuwa akipita mahala, mabaki ya harufu ya mafuta yake mazuri anayoyaacha nyuma yake, unajua hapa kapita Mus'ab. Lakini imekufa sanda yake mashaki, kaacha kijishuka ambacho akivutwa akifunikwa mwili wake wote hakitoshi. Jamani, basi mvuteni juu ya shuka usawa wa kichwa chake, mfunike kichwa. Ikivutwa juu, miguu ya wanje yaonekana. Hebu vuteni miguuni, ikivutwa miguuni, kichwa chaonekana. Huyu Mus'ab mtoto wa kitajiri, lakini kaamua kuacha yote kwa ajili ya dini. Kikavutwa upande wa kichwa, Mtume akaelekeza miguuni kwake azibwe na manyasi. Chukua manyasi, mziba jamani, funga hapo, haya mtieni kaburini Mus'ab. Hivi ndivyo walivyorudi maswahaba. Almuhim, iko yani vita vya Uhud, yani ni muhadhara, ni khutba 2, 3, 4 wanazungumzia vita vya Uhud. Sasa Abu Sufyan akawa anauliza, uko naye Muhammad huko? Ndio mahali shahidi. Mtume yuko hai, anasikia yale maswali ya Abu Sufyan, anawaambia maswahaba msimjibu. Wakanyamaza kimya. Yeye kule akatia tiki, kafa. Afikum ibnu Abi Quhafa, mko naye mtoto wa baba yake Quhafa. Abu Quhafa ni baba yake Abu Bakar Siddiq, anaitwa Abu Quhafa kunia yake, na jina lake anaitwa Uthman. Uthman, kumbukumbu yangu Abu Quhafa. Abu Bakar jina lake nani? Jina la Abu Bakar nani? Nani? Abu Bakar mwenyewe. Sababu Abu Bakar Siddiq sio jina lake. Abu Bakar ana jina lake, Abu Bakar sio jina lake. Sikosei ni Abdullah bin Uthman, Allahu a'lam, kumbukumbu yangu. Yeye mwenyewe Abu Bakri, ile Abu Bakri sio jina la kuzaliwa, ni jina la kupachikwa. Huenda ni Abdullah bin Uthman, kumbukumbu. Almuhim, huyu mzee Uthman ambaye baba yake Abu Bakar anaitwa Abu Quhafa kunia yake. Mko naye mtoto wa Abu Quhafa, maana yake Abu Bakar mko naye huko.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, simjibu, kaeni kimya. Hawakumjibu. Kule akatiki, amekufa Abu Bakr. Afikum ibn al-Khattab, mko naye mtoto wa al-Khattab ambaye ni Umar huyo. Mtume akamwambiaje? Msimjibu. Hakuna aliyowaulizia zaidi ya hawa watatu: Rasul alayhi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq. Kwa kujua kwake kwamba kusimama kwa Uislamu baada ya taufiki ya Allah kisha ni hawa wawili mawaziri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingi alisikika Mtume kama alivyosema Ali bin Abi Talib, kathira ma kuntu asma, mara nyingi nilikuwa nikimsikia Mtume akisema kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Niliingia mimi na Abu Bakr na Umar, tulitoka siku moja nikiwa mimi na Abu Bakr na Umar, tulikwenda siku moja nikiwa mimi na Abu Bakr na Umar. Haya anasema Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo mpaka akasema Ali, nikajua hata kwenye kufaa huyu ataungana na wenzake wawili. Alipokufa Umar alisema haya maneno kwamba huyu ataungana na wale wenzake wawili. Na yeye kabla ya kufa alimtuma mtoto wake Abdullah aende kwa mama Aisha, kwa mama, hali yangu si nzuri, ikitokea nimekufa naomba nizikwe na masahiba zangu wawili. Kwa hiyo akazikwa pale. Kwa hiyo kawa yuko Mtume sallam na masahiba wake wawili. Wanazuoni wa Ahlus Sunna wanawaambia Mashia kwamba nyinyi Mashia mwasema kwamba hawa watu walikuwa ni makafiri, Abu Bakar na Umar ni makafiri. Hawa sisi tunaitakidi walikuwa ni mawaziri wa Mtume Muhammad, wako hai, walisuhubiana naye, wako hai na wamezikwa pamoja wakiwa maiti, kuonesha ule usuhuba wao jinsi ulivyokuwa. Walipokuwa hai walikuwa pamoja, na walipozikwa wamezikwa pamoja. Linaanza kaburi la Mtume, kisha linakuja kaburi la Abu Bakar, kisha linakuja kaburi la Umar. Yani tujalie hili ni kaburi la Mtume Muhammad, huu sawa wa kichwa, miguu yake hii hapa, sio nyuma ya miguu yake kwa pembeni hapa linaanza kaburi la Abu Bakar, kichwa chake kinakuja usawa huu. Abu Bakar hilo pembeni hapa linakuja kaburi la Umar. Ndivyo yalivyo makaburi. Haya ndio wanazungumza ahlul ilm. Baadhi wanasema kwamba kana kwamba kuna maelekezo azikwe na masahiba zake wawili, lakini Allahu a'lam ni athar au ni hadith, ila kwamba jinsi walivyokuwa basi Allah alitaka wawe vile. Na ndio maana Umar mwenyewe akaenda kuomba, na hiyo Umar ni khalifa, na lile la kuzikwa pale Abu Bakar ni kwa ijma', kwa makubaliano ya masahaba waliokuwa kipindi kile. Na nafasi haikumtoshea Uthman bin Affan, ndio maana hakuzikwa pale Uthman, kazikwa kwenye shamba lake kwa kuchelewa fitna, sababu alikufa kwenye kipindi cha fitna na machafuko. Ikiwa sahaba tu ameuawa Abdullah bin Zubairi, hawakumzika kwanza, hawakumzika, wakawa wamemsulubu kwenye juu ya mti maiti yake kwenye njia ya kuingia mjini pale Makka. Kwa mtu anayepita anamuona pakatundikwa sahaba, mpaka baadhi ya masahaba walikuwa wanaogopa kwenda pale kwa sababu ya vitisho vya Hajjaj. Alikuwa na madhila makubwa kabisa, ila aliyethubutu kwenda pale alikuwa na Abdullah bin Umar. Kafika mpaka pale akamsalimia, assalamu alayka ya aba Khubayb, assalamu alayka ya aba Khubayb, mara tatu, assalamu alayka ya aba Khubayb.
laqad kuntu anhaka an hadha, nilikuwa nikikukataza mimi jambo hili Abu Khubayb, kwamba usishindane na huyu Hajjaji huyu, mpaka mwisho wa maneno yake Abdullah bin Umar. Alafu baadaye akaja kutolewa pale kila kasi. Tutoshekeni na hayo, muda umeenda. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.